Nikukaribisha tena mtazamaji wa FDTV na hapa kwenye kipindi cha afya yetu. Mimi ni Neema Kayumba kama ilivyo kawaida, lakini pia niko na mtaalamu wa tiba asili ambaye yeye ni kawaida kuja hapa kwa ajili ya kujuza yale yote ambayo yanahusiana na afya. Kipindi kilichopita tulielezea faida za unga wa mbegu ya parachichi na jinsi gani unaweza ukautengeneza. Lakini leo tunataka kujikita zaidi kwa upande wa urembo. Kwa wewe dada ambaye unatamani kuwa mrembo, kuwavutia watu wengi, basi salia nasi na endelea kufuatilia FDTV ujue ni kwa namna gani mbegu ya unga wa parachichi unaweza ukaitumia. Tumerudi tena na kama nilivyokuambia leo kwenye kipindi cha afya yetu tutaenda kuangazia zaidi masuala mazima ya urembo kwa wewe dada, kwa wewe msichana, kwa wewe mwanamke, kwa wewe mama ambaye unatamani kuendelea kuboresha mwili wako, kuiweka sawa, lakini kuwa wenye mvuto zaidi. Bibisungura yuko hapa kwa ajili ya kukujuza wewe ni kwa namna gani sasa parachichi hili ambalo tunalitumia kama tunda na tunalitumia kama moja ya vitu ambavyo chakula inakuwa msaada mzima kwenye afya ya urembo. Na urembo nao ni afya, usipotunza vizuri unaweza ukaathirika na ukawa na vitu ambavyo havifai katika jamii. Karibu kwa mara nyingine. Asante sana. Wanafurahia na mafundisho yako, ukiangalia wameelewa kwenye masuala mazima ya mwili amna huko tumeongea, lakini leo sasa tunaweza kuangazia parachichi. Watu walikuwa wanawaliza hii mbegu ya parachichi ama unga ama parachichi wenyewe tunalitumia kwenye mwili. Okay. Mimi naitwa Bibisungura, hiyo ni AKA, na patikana kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la Bibisungura, YouTube, Instagram, Facebook na TikTok. Yeah. Lakini pia jina langu lingine halisi ambalo ndo kwenye vyeti, kwenye NIDA, tupo Kigwe Mwatiba. Kwa AKA yangu ni Bibisungura, mfugaji wa sungura maarufu na ni mtaalamu wa tiba asili na tiba mbadala. Napatikana Dodoma na nje ndani ya Tanzania. Kote wanaweza kanipata, mtu asiogope. Kwa tunda la parachichi ni dhahabu yetu kwa kweli wa Tanzania. Kwa sasa ni zao la biashara. Kwa upande wa urembo unaweza kuitumia pia ile tunda lenyewe halisi. Kwa kwenye kula unaweza ukala pia, lakini pia unaweza ukatumia unga wa mbegu ya parachichi kwa kula ikakurutubisha kuanzia ndani, kwa sababu ili ngozi yako iweze kuwa nzuri, nywele zako ziwe nzuri, kucha zako ziweze kuwa nzuri, unaanzia ndani sio nje. Unaweza ukatumia kwa kula, lakini pia na nje kwa kupaka, kwa kutumia kama scrub. Kwa kula unaweza ukala unga, ukala ile tunda, lakini pia ukala vidonge vyake capsules za unga wa mbegu ya parachichi, ikakusaidia pia kuleta matokeo muonekano wako wa ngozi yako kwa nje. Sababu parachichi kuna vitamini E, C na K vinafanya kazi vizuri sana kwenye urembo. Hata ukinunua hizi lotion hizi, wanaita lotion sijui cream sijui nini, ina hivyo viambata pia. Nakwambia lotion yako kanunue vidonge capsules zifanye vina chuchu. Ina vitamini E au vitamini C. Unadondoshia kwenye ile lotion. So hivyo E na C vinatoka kwenye parachichi. Lakini pia hiyo parachichi yenyewe, ile nyama ile parachichi, unaweza ukatengeneza mafuta. Inatoa mafuta kabisa. Unaweza ukatumia mafuta bila kuchanganya na chochote. Unaweza ukatumia kwa kupikia chakula, unaweza ukatumia kwa kupaka ngozi yako, kupaka nywele. Lakini pia hiyo parachichi unaweza ukapaka unapofanya steaming ya nywele. Unachukua hiyo parachichi unaweza kuchanganya na yai au ukachanganya na kahawa na olive oil, ukafanya steaming ya nywele yako. Lakini pia kwenye scrub uso wako unaweza kuchukua hiyo parachichi ukachanganya na manjano, ukascrub, unachukua parachichi ile nyama ile, unachukua na manjano, unaweza ukachukua na kiazi mviringo, kasigina maji yake ukachanganyia mle au maji ya nyanya. Haka scrub uso wako, scrub ngozi yako,
Baada ya nusu saa unaenda unaoga. Parachichi hilo tunda linatengenezewa sabuni pia. Unaweza ukatumia pia sabuni za parachichi kwenye kuogea, yani kwa apply huko kwa nje. Unaona. Kwa parachichi ni nzuri kwa kulila ndani na kutumia kwa nje pia. Unaweza kutumia unga wa mbegu ya parachichi, unaweza kutumia parachichi yenyewe, unaweza kutumia capsules ambayo ni vidonge vijisumbura na warahisishia, yani mwingine anakuambia dawa hiyo sijui parachichi mpaka nikakoroge, sijui au nikale parachichi nikienda sokoni na ikuta hilo oza, labda anapewa ambayo sio tamu. Unachukua tu capsules zako hizi 4 ukinemeza kwa siku, umekamilisha mlo wako vizuri. Kwenye upande wa hivi vidonge kwa unaongelea unaweza kwa siku ni mara moja. Unaweza kumeza 2 asubuhi 2 jioni. Sasa kwa yule ambaye tunaongelea hapa kwamba unaanzia ndani kutengeneza ngozi kwa maana hiyo unakula lile tunda. Ukila tunda au kila hii inaenda kutengeneza kuanzia ndani. Hasa kwa mtu ambaye ni mvivu au anaogopa kuleta vidonge. Anataka atumie tunda. Yeye anatumia kwa siku gani? Kwa siku inabidi yale mangapi ama ni nusu ama anaweza akala tunda zima, parachichi lile lote. Lakini kwa upande wa unga wa mbegu ya parachichi anaweza kutumia teaspoon. Kijiko kimoja kile cha unga wa mbegu ya parachichi ni sawa na hivi vidonge 4. Kumbuka unapoenda kutibu kitu ambacho matokeo yake yanaonekana nje, kitibu kule ndani unatibu vitu vingi. Unaweza ukawa unakula parachichi kwa lengo la ngozi yako au nywele zako, lakini inaenda kukutibu na vitu vingine. Ukikuta ulikuwa na changamoto ya mifupa, unasumbuliwa na masuala ya hormone imbalance, siku zako zinaenda ndivyo sivyo, unasumbuliwa na acid au vidonda vya tumbo. Kwa vyote unavitibu kwa moja, ulembo na kujitibu hivyo vitu vingine. Kipindi kingine tutaongelea habari ya parachichi na masuala ya uzazi kwa mwanamke na mwanaume. Ndio hapo watu watakaposikiliza sana na kutaka kuendelea kuelewa zaidi, yani uzazi kwa mwanamke na mwanaume kwa kutumia hilo tunda la parachichi. Tuongelea faida kwa maana kutunza ngozi, lakini kuweka mwako kwa sawa na vitu vingine. Kila kitu ambacho tunakitumia ukikizidisha au kipunguza kina madhara. Kwenye upande wa mbegu au unga wa mbegu ya parachichi, ili parachichi ambayo tunazungumzia, hasa kwenye upande wa mbegu wa unga tunaongelea zaidi. Kuna madhara gani ambayo mtu anapata pale ambapo atazidisha yale labda matumizi, labda ataweka nyingi sana au akufuata vipimo, atapata madhara gani ni upande wa ngozi ile kama ngozi nywele au kitu? Madhara sio makubwa. Yaani naweza ngasema kwenye upande wa urembo tunda la parachichi halina madhara. Ila labda kama kwa mfano kama kwenye scrub ukichanganya na hivyo viambata vingine, angalau kwa wiki unaweza kufanya scrub yako mara 3 kwa wiki. Usizidishe kwa sababu vile viambata vingine pia vinaweza vikakusababishia ukang'aa sana. Watu wanataka kung'aa. Sasa mimi ni mtaalamu wa tiba asili. Pia napenda kumuelezea mtu awe na uasili wake. Kwa kama wewe ni mweupe, kuna rangi fulani hivi ya weupe wako itakuwa nzuri. Kama ni mweusi unakuwa na weusi wako wa chocolate fulani. Kwa maana hiyo ukizidisha kuna kiambata kile nilivyosema unaweza kutumia pia manjano, kufanya scrub kachanganya na parachichi. Kwenye manjano, ile manjano ni anti-inflammatory. Na yenyewe tutakuja kuielezea siku moja. Kwa hiyo ile pia inaweza kukufanya ukang'ara sana. Lakini katika kung'ara kwako hata kama utapendeza, unaweza kuharibu tishu zako. Kuna vimishipa vidogo vidogo kwenye ngozi, vile unaweza ukaviharibu sana. Sababu unaweza ukaamaliza layer yako alafu jua likaa linakuunguza. Umeelewa Sasa kwenye parachichi kuna collagen ambayo inakuzuia miezi ya jua isikuharibu ngozi yako. Umeelewa Ndio maana nasema angalau mara 3 kwa wiki kama utachanganya. Lakini kama hauchanganyi, yani ile parachichi unaweza ukawa unafanya scrub yako kila siku. Na nywele yako na nywele yako unaweza ukawa unafanya steaming kwa wiki hata mara 2 mwenyewe. Tena unafanya tu mwenyewe. Nyumbani kwako unanunua tu shampoo yako. Unaweza ukapata shampoo ya avocado, hiyo ya parachichi. Ukapata parachichi lako lile zuri, ukalitengeneza, ukaongezea kahawa humo ndani.
Kaongezea kahawa au kitunguu maji. Yaani kuna vitu kitunguu maji vitu vingi vipo. Ukafanya steaming yako vizuri, nywele ikakuwa vizuri. Lakini ukaja ukapaka mafuta ambayo anatengeneza bibi sungura, ambayo ni mafuta ya mwani changanya na aloe vera, ukaweka kwenye nywele yako. Haya, inakuwa yani nywele safi mswano kabisa. Sawa, bibi sungura amemwambia kwamba ukifanya vitu hivyo basi utaweza kuboresha afya ya ngozi yako, lakini afya ya nywele yako wewe kama unatamani kuendelea kuwa na mvuto mwingi zaidi. Kwa kumalizia, kuwashauri nini ama kuwaambia nini wale watu ambao walikuwa hawaamini katika hii mbegu au unga wa mbegu ya parachichi au katika matumizi mengine ya parachichi kwenye upande wa afya? Mimi nawaaminisha tu kwamba ni kitu kizuri, kwa sababu ni sehemu ya chakula. Ukilinda afya yako ni mtaji wako na ni utajiri wako. Kwa ukirudi ile ni kutumia vitu vya asili, hata afya yako itakuwa vizuri. Utaepuka pia matumizi ambayo sio ya lazima. Ukiumwa, kuna vitu vingine unaweza ukaumwa kwa uzembe tu kwamba hautumii vitu vya asili kisahihi. Kwa ukitumia parachichi kama linakusaidia kutoa gesi tumboni, ile unga wa mbegu ya parachichi, hautaenda kununua magnesium dukani. Lakini pia tumbo halitakusumbua ukaenda hospitali utoe hela kumwona daktari. Utaandikiwa vipimo pia, utaanza kupimwa H pylori, utaambiwa una H pylori, unaanza kununua Maeligo kit ambayo gharama yake ni zaidi ya laki. Kwa maana hiyo sasa utakuwa umeepuka, umetunza afya yako vizuri, tumbo lako liko vizuri, unakula vitu vya asili. Ile hela itakusaidia kwenye kupeleka watoto shule, kufanya mambo mengine ambayo ni ya msingi. Kwa hiyo parachichi ni shilingi 500 ukienda gengeni. 500 tu. Haizidi buku. 500, 600, 700 haizidi buku. Inaweza ikaokoa maisha yako pia na familia yako. Kwa unaweza ukafanya unga wa parachichi kawa ni kinywaji chako pale nyumbani. Baada ya kunywa chai ukaweka majani, unapanda tu chai wako. Unachemsha tu chai yako, unaweka unga wa mbegu ya parachichi, chai yako ya mchai au ya tangawizi. Mnakunywa humo ndani, unakunywa ni kinywaji lakini unajitibu na familia yako. Lakini pia kuna watoto wanapata minyoo ya mara kwa mara. Kupata minyoo ya mara kwa mara nyingi damu inaisha. Mtoto anaweza kaa ananyongea. Ukienda kumpima kimo malaria mara moja, ukimpima HB iko chini. Lakini akiwa anatumia unga wa mbegu ya parachichi huu, hautasikia hivyo vitu. Na unamjengea mtoto kinga yake ya mwili vizuri, lakini pia na desturi ya kurudi Eden. Hapa jana nilikuwa nawafuatilia hapa, mmetengeneza kitu ambacho ni amazing sana hii shule, nimeipenda. Ile mnachagua viongozi wa madarasa kwa kupiga kula. Yaani mmefundisha kitu ambacho ni uzalendo wa hali ya juu sana. Yaani serikali inabidi wapongeze sana. Yaani binafsi ninawapongeza. Mmewatengeneza watoto kwenye misingi ya kujua kutenda haki. Kwamba mtoto anapiga kula, anajifunza toka mdogo. Mpaka atakapokuwa mkubwa, kiingia kwenye siasa, hata kama hayuko kwenye siasa anaingia mtaani, anajua haki ya kiongozi aliyechaguliwa kwa haki kupiga kula. Niwapongeze Fountain Gate, mmefanya kitu kizuri sana. Sawa, pongezi hizo tunazipokea, na hapa tunafika tamati ya kipindi chetu, na kwa kumalizia na tuwakumbushe wale watazamaji ambao wanapenda kutupata kwenye mitandao yako ya kijamii wakapenda vitu na shughuli ambazo unafanya. Sawa. Watanipata kwa jina la Bibi Sungura mitandao yote ya kijamii, Instagram, YouTube, Facebook na TikTok. Lakini pia watanipata kwa namba za simu 0754 45 88 42. Bibi Sungura anakuambia hivi, afya yako mtaji wako, afya yako utajiri wako. Turudi Edeni, tutumie tiba asili. Tumia chakula kama dawa, usitumie dawa kama chakula. Ameshauri vitu vingi na amekukumbusha kurudi Edeni, kurudi kwenye kutumia tiba asili ambazo mababu zetu walitumia na walikuwa hawapati na magonjwa yote. Mimi ni Neema Kayumba, lakini Bibi Sungura alikuwa hapa kwa ajili ya kukujuza mengi kuhusiana na afya yako. Tufuatilie kwenye kurasa zetu mbalimbali za kijamii kutoa maoni yako, lakini ukiendelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea. Hii ilikuwa ni afya yetu na tumeongelea mambo mengi ambayo yanahusiana na mbegu au unga wa mbegu ya parachichi. Kwa hiyo tuna wakati mwingine hapa ndani ya FBTV.